Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Sina shaka uko vyema popote ulipo. Nami nimekuja kuzungumza na wewe. Waziri wa habari wa Pakistan anasema wanao uhakika wa intelijensia yao kuwa ndani ya saa 24 mpaka saa 36 zijazo kuwa jeshi la India litawashambulia na kusalimu. Assalamu alaikum, amani iwe nawe, peace be upon you. Nimekuja kuzungumza na wewe mambo ambayo huwa tunazungumza mara zote, na habari za dunia haziishi kila siku. Naendelea kuwakumbusha wale wadau wangu ambao mmekuwa mkishirikiana nasi katika kuboresha chaneli yetu hii ya Rahby Digital. Tunaendelea kuwakumbusha kuwa tuunge mkono. Bado tunapokea mchango wenu, tunapokea mawazo yenu, tunapokea kila kitu chenu kwa ajili ya kuboresha hii channel, na ndio maana tulianzisha maalum. Kuna t-shirt maalum ambazo tunaziuza kwa bei ya shilingi 50,000. Hizo sio bei ya kuuza. Tunauza kwa minajili ya kuwa pesa yote itakwenda kwenye kurekebisha Rahby Digital kuwa ya kisasa zaidi, tuweze kuwa na studio, tuweze kuwa na vifaa vya kutosha ili tukufikie kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo bei iliyowekwa sio kwa ajili ya kukuuzia, isipokuwa kwa ajili ya mchango wako kwenye channel hii ya Rahby Digital. Na namba zimewekwa na matangazo yamewekwa ambao umeona, unaweza kuwasiliana na moja ya namba ambazo ziko hapo ukaweka oda yako, na wewe popote ulipo utatumiwa ndani ya nchi, nje ya nchi. Tutaangalia utaratibu wa kufikishia, lakini michango yetu kwa Rahby Digital inaendelea. Asanteni. Hali ya sintofahamu inazidi kufurukuta kwenye eneo lile linaitwa LOC, Line of Control, kilomita 740 kwenye mpaka wa India na Pakistan katika eneo la Kashmir. Wakazi wanaoishi kwenye mto Indus ambao kiasi kikubwa na usafishaji wake mkubwa wa maji unatokea upande wa India, ambao hupeleka maji kwa upande wa pili wa Pakistan, na mikataba mingi au vyanzo vikubwa vya maji vinatoka upande wa India. Kwa hiyo mikataba ambayo ilifikiwa hapa inawezesha maji yawafikie pia wakazi wa Pakistan, maji safi, ulipelekewa na India kutishia kufunga, kuzuia maji yasiweze kufika upande wa pili. Pakistan ilichojibu ikasema kuwa haitojibu kwa hatua za India za hivyo, ila itafikisha swala hili kwenye vyombo vya kisheria ili iweze kupata jibu lake. Kwa nini India inazuia usambazaji wa maji kutoka kwenye mto Indus kwenda upande wa pili wa Pakistan? Pakistan imedungua drone kadhaa za India ambazo zilikuwa zinaruka kwenye LOC, ile Line of Control, huku ubadilishanaji wa risasi ukiripotiwa katika pande zote mbili, hasa eneo la mto Indus. Unajua mto Indus unakaliwa upande wa pili wa Kashmir na upande wa pili ni wa Kashmir. Yani hii ni jamii moja ya Kashmir ambayo moja inatawaliwa na India, moja iko chini ya Pakistan, lakini kiasili hawa wote ni wa Kashmir ambao wao kama wao huwa hawana uadui sana. Yani Wakashmiri wa huku na huku wao hawana uadui, lakini hapa kilichopo mvutano ni kati ya serikali ya Pakistan na serikali ya India, ndio zenye mvutano mkubwa. Sasa swala hili limevuka sana. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alitangaza kuwa ameishaliambia jeshi la India linajua nini cha kufanya. Ndio maana sababu Pakistan wamesema kuwa tunao uhakika ndani ya saa hizo tutashambuliwa. Sasa wanasema sisi ni watu ambao huwa hatukai kimya pale tunashambuliwa, huwa tunajibu kwa namna ile ile ulivyotugusa, na sisi tutakujibu kwa namna ile ile. Kumbukumbu ya vita eneo hili ni kubwa. Wamepigana vita nyingi, wamepigana mwaka 47 mpaka 48, wakapigana 65, wakapigana 1999, wakakosa kupigana 2002, lakini ubadilishanaji wa risasi na vurugu za hapa na pale zimekuwepo karibu kila mwaka. Katika kipindi chote kumekuwa na ubadilishanaji wa risasi kwa pande zote mbili. Sasa hali iliyopo inaashiria kuwa war is loading, yani kuwa kama ile unaweza kusema vita ina load, yani ipo kwa karibu sana. Hii vita inazunguka, ipo kwa karibu sana, na ukiangalia matamshi na maneno yanayotoka kwa pande zote
hasa yanayoripotiwa na vyombo vya habari vya India yamekuwa ni maneno makali zaidi, yakiashiria kuwa kama wao wamedhamiria vita. Maandamano makubwa yaliyofanyika kwenye ubalozi wa Pakistani kule London yameshuhudiwa. Mmeyashuhudia maandamano makubwa ya pande zote mbili. Raia wa Pakistani waliandamana, lakini raia wa India wakiandamana kwa kuonyesha hisia zao na kuonyesha vilivyojificha kwenye vifua vyao. Waandamanaji wa India wakiwa wanapeperusha bendera za India na Israeli, huku waandamanaji wa Pakistani wakipeperusha bendera za Pakistani pamoja na Palestina. Kwa hiyo unaweza ukajua behind the scene pia kuna nini ilichojificha katika uhasama huu ambao umekuwa ukiendelea. Raia wa Kashmir wanaoishi upande wa India, wao ni tofauti kidogo na raia wanaoishi upande wa Pakistani. Jeshi la India lina uhasama na raia ambao linawakalia, yani lina uhasama na raia ambao linawa control. Yani raia ambao wako wanaishi Kashmir ya India wana ugomvi na serikali ya India. Sio, unanielewa? Ni kuwa serikali ya India inatambua kuwa hawa raia waliopo hapa Kashmir ambao yuko upande wa India hawakubaliani na utawala wa Delhi, hawakubaliani na utawala wa India. Ndio maana unaona kuwa jeshi la India lina uhasama na raia waliopo hapa. Jeshi la India lina ushirikiano wa moja kwa moja. Vikosi vya India ambavyo vinalinda usalama wa eneo la Kashmir, vikosi vya India ambavyo vinalinda usalama wa eneo la Kashmir vimekuwa vikipokea mafunzo ya kijeshi na polisi kutoka kwa polisi wa Israeli jinsi ya kudhibiti wakaliaji. Yani wanachukua mafunzo kwa jinsi Israeli inavyoweza kuwakalia wa Palestina, wanatumia mbinu gani na njia gani ili kukaa hapa. Sasa vikosi vya India huwa vinachukua mafunzo au vinapewa mafunzo na Israeli. Huku droni za Israeli ndio zinazofanya kazi zaidi kwenye mpaka wa anga yote ya Kashmir, kuangalia kuwa nani anafanya nini. Kwa hiyo kuna ushirikiano wa wazi wa moja kwa moja kati ya Israeli na India katika swala la Kashmir, na hii inatokana kuwa Pakistan ambao ukiangalia passport yao Republic Islamic of Pakistan, nyuma passport yao imeandikwa kuwa hii passport inaruhusiwa kwa matumizi ya nchi yoyote duniani isipokuwa Israeli. Yani Pakistan haina uhusiano na Israeli. Lakini kuna siku nitakuja kukuletea yaliyojificha nyuma katika hili, ndio utashangaa. India na Pakistan wote ni washirika wa Marekani, na jeshi la Pakistan ni moja ya majeshi yanayopokea msaada mkubwa sana wa Marekani. Kwa hiyo unatakiwa ujue kuwa Marekani, Israeli, Marekani, Pakistan, Marekani, India, yani mvutano wa haya majeshi yote mawili hapa ni majeshi ambayo yako chini ya Marekani. Yote yanapokea usaidizi wa Marekani na yana uhusiano na Marekani. Kama una uhusiano na Marekani, sijui vipi unakosa kuwa na uhusiano na Israel. Kwa hiyo behind the scene kuna vitu vimejificha. Kama mnakumbuka kuwa utawala wa Biden ulivyoingia haraka ndio kulisababishwa waziri mkuu wa Pakistani aondolewe madarakani, Imran Khan. Waziri mkuu wa kiraia ambaye alikuwa hakubaliani na hizo. Kiongozi pekee wa mwisho ambaye alikutana na Vladimir Putin Moscow kabla ya mashambulizi ya Ukraine alikuwa waziri mkuu wa Pakistan, Imran Khan. Akashutumiwa kuwa ulikuwa unajua kashfa aliyopewa Xi Jinping, rais wa China, na ulimwengu kuwa ulifahamu fika, kwa sababu Putin alitembelea China before yani ya mashambulizi yale ya Ukraine. Putin alitembelea China kwenye kwenye mashindano yale ya Olympic ya baridi ya kule China. Alikuwepo Putin na walikutana na Xi Jinping. Lakini alivyorudi Moscow akaja akakutana na Imran Khan. Baada ya kukutana na Imran Khan, muda mchache uliofuata vita ikaanza ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo wanaamini Imran Khan alikuwa anajua lolote. Lakini uwepo wa Imran Khan katika ardhi ya Pakistani kulisababisha kuwa jeshi la Pakistani lisiwe sawa, kwa sababu Imran Khan alikuwa anapingana na operesheni zote za Marekani kwenye ardhi ya Pakistani ambazo ilikuwa ikifanya kule Afghanistan. Alikuwa akipinga. Kwa hiyo Imran Khan alibaki kuwa ni mzalendo zaidi, na ndio maana anabaki kuwa ni waziri mkuu ambaye anaishi kwenye vifua vya watu wa Pakistani. Yani wa Pakistani ndani yake anaishi Imran Khan ambaye wamekuwa wakimpenda sana. Ni mtu ambaye anakubalika sana. Alikuwa akipinga sera za Marekani jinsi linavyoshikilia jeshi la Pakistani na kuliamrisha linavyotaka. Unakumbuka wakati wa vita Afghanistan mwaka 2001 akiwa rais akiwepo rais Pervez Musharraf, mnakumbuka marehemu, yote ilishirikiana. Sasa Israeli inatoa usaidizi kwa India, India inatoa usaidizi kwa Israeli. Kuna mamia ya askari wa India wanashiriki kwenye vita ya Gaza moja kwa moja. Mamia ya askari kutoka India wanashiriki. Na India imekuwa ikijiweka wazi kabisa usaidizi wake wa Israeli.
Israeli, India zinafanya biashara kubwa ya silaha, na India imepelekea silaha nyingi Israel katika kipindi hiki, na hata swala la kusema kuwa tunaweza tukakata usaidizi, maandamano ya raia wa Kiindia ambao ni jamii ya Waislamu. India kuna Waislamu zaidi ya milioni 200 katika population ya 1.4 million. Zaidi ya milioni 200 raia wa India ni wa Pakistani, lakini ni Waislamu, lakini zaidi wengi ni Wahindu ndani ya India. Sasa katikati ya mzozo wa India na Pakistani, nyuma kuna mzozo wa Israeli na Palestina ambao umebebwa na pande zote mbili. Raia wa kawaida wa Pakistan wanajiona wana haki ya kutetea wa Palestina, na mara kadhaa wameonekana wamefanya maandamano ya mamilioni ya watu mitaani hilo wakiunga mkono wa Palestina. Hao ni wa Pakistani. Lakini Wahindi wameonekana wazi wakiunga mkono Israeli wazi, na wamekuwa wakishutumiana kwa hilo. Kwa hiyo hili swala la mgogoro wa Kashmir linabeba ile nadharia ambayo ya upinzani wa pande zote mbili, kuwa sisi tunakumbatia Uhindu na Wayahudi, sisi tunakumbatia Uislamu na Upakistan. Kwa hiyo umekuwepo na huu mzozo, ndio maana unaona kuwa huu mzozo sasa unafukuta, unatoka nje ya mstari. Lakini yote kwa yote kuwa tunasubiri hizo saa 24 mpaka 36 ambazo zimetajwa kuwa huenda kukaibuka mashambulizi makali katika pande zote mbili, huku waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, huyu ni ndugu yake aliyekuwa waziri mkuu wakati wa Nawaz Sharif, lakini huyu ni kaka yake Shehbaz Sharif, ambaye aliingia kwenye nafasi hii baada ya bunge la Pakistani kupiga kura ya kumuondoa Imran Khan miaka michache iliyopita kwenye nafasi ya waziri mkuu na kumfungulia mashtaka ambayo mpaka leo anaishi gerezani. Sasa mzozo huu unatupeleka kwenye hatua nyingine na kufahamu vile ambavyo vimekuwa vikijificha behind the scene. Tumeona kuwa niliwaonyesha baadhi ya video moja kwenye account yangu ya Instagram, nikaonyesha kuwa kuna moja ya mji kule Manipur kule India kuwa wameweka chini bendera ya Bangladesh, wameweka chini bendera ya Pakistan, wameweka chini bendera ya Palestina, wameziweka chini kama vile watu wanapita wanakanyaga. Hii ni vitu vya kawaida kuviona kama Yemen, kukiwa kuna bendera ya Marekani na Israeli, wanaweka sehemu ya kuingilia mlango, unakuwa unakanyaga unapita. Ni vitu vya kawaida hivi kutokea kwa pande zote, lakini nimekuwa nikijiuliza tu kuwa Wapalestina waliwakosea nini Wahindi mpaka wao wameingizwa kwenye kesi na mgogoro kama huu ambao hauwahusu. Uhusiano wa Bangladesh na India umekuwa mkubwa, hasa wakati waziri mkuu Sheikh Hasina akiwa pale, kwa sababu Sheikh Hasina amekuwa akikumbatia Wahindu kwenye serikali yake, na mnakumbuka hata maandamano ya kumuondoa Sheikh Hasina mwaka jana yalivyoshamiri kwa vurugu kubwa sana. Baadhi ya jamii ya Wahindu walishutumu kuwa walikuwa wakishambuliwa na raia wa Bangladesh. Wao wanasema walishambuliwa na Waislamu. Ni vigumu kutofautisha Bangladesh na Uislamu kwa sababu 99% ya Bangladesh ni Waislamu. 99% ya Bangladesh ni Waislamu. Sasa ukishambuliwa na Bangladesh utasema Waislamu wamekushambulia. Unahisi kuwa wale ni wa Bangladesh, ondoa dini zao, kwa sababu wao waliwashambulia hata wa Bangladesh wenzao waliokuwa na ushirikiano na serikali ya Sheikh Hasina. Sio tu kwa waliwashambulia Wahindu kwa sababu ya dini yao ya Uhindu, vyombo vya habari vya India vinaripoti kwa staili hiyo, lakini wao waliwashambulia watu wote waliokuwa wanashirikiana na serikali ya Sheikh Hasina, kwa sababu kama ilikuwa shida na Uislamu, Sheikh Hasina alikuwa ni Muislamu, lakini wa Bangladesh walimshambulia yeye na washirika wake karibu wote. Ndani ya serikali ya Sheikh Hasina ilikuwa na watu jamii ya Wahindu ambao wakihudumu kwenye serikali ya Sheikh Hasina, ambao ndani ya Bangladesh ni asilimia ndogo sana walikuwa, na serikali ya Sheikh Hasina ilianzisha kitu maalum cha kuwalinda Wahindu dhidi ya jamii zingine ndani ya serikali. Kwa hiyo ilivyokuja mashambulizi ya kushambulia serikali ya Sheikh Hasina, waliohusika wote na serikali ya Sheikh Hasina walishambuliwa, lakini tafsiri ya vyombo vya habari ikatafsiri kuwa jamii moja ilikuwa inashambuliwa na jamii nyingine ya dini nyingine, lakini wakasahau kuwa hawa wote hata ukishambuliwa na nani watakuwa ni wale wale nje ya dini zao. Wao wana itikadi za kisiasa kwa sababu wamewashambulia hadi wa dini yao pia kwa sababu ya misimamo yao ya kisiasa. Mara zote muda huwa ndio jibu pekee la kila kitu. Tuliambiwa saa 24 mpaka 36. Wacha tutege masikio tuone nini kitatokea. Huu ni mzozo wa India na Pakistan. Asanteni.
Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza.